Getsemane 20:26. Nitakwenda nikimsubiri Yesu. Asante, tunamshukuru Mungu tena kwa ajili ya kipindi hiki kizuri, kipindi cha wakili ambacho kiko mbele yetu. Katika siku ya jana tulijifunza maisha ya kiroho hutoa dira ya mtoaji. Ndiposa tukajifunza kisa cha Anania na Safira mkewe, ambao maandiko yanaeleza katika kitabu cha Matendo kwamba waliuza shamba lao, lakini katika kurudisha kilichokuwa wakfu kwa Bwana, kurudisha zaka na sadaka ya Bwana, wakashawishika kumwibia Bwana, na tuliona matokeo yao kwamba nini ambacho kilijiri ama nini kilichowapata baada ya wao kushawishiana na kushauriana kuiba zaka ya Bwana. Lakini haitoshi, tukajifunza habari za Nikodemu kuhusiana na alivyokuwa Farisayo. Tukajifunza kwamba Nikodemu alikuwa mtoaji mzuri kama ambavyo zilikuwa zinaelekeza kanuni za Mafarisayo, lakini Nikodemu, jambo ambalo alikuwa anapungua katika maisha yake, alikuwa hajamwamini Yesu, alikuwa hajatoa moyo wake kwa ajili ya Bwana. Na hivyo tukajifunza kwamba maisha yetu ya kiroho huonesha dira halisi ya maisha yetu. Waliokutwa katika siku ya jana tulibarikiwa sana kwa somo hilo, lakini pia katika siku ya leo tuna somo zuri ambalo lina kichwa kinasema historia ya utoaji wa mpango katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Historia ya utoaji wa mpango katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Bila shaka ni maswali kadha wa kadha ambayo yanaulizwa katika mioyo ya watu na akili za watu kwamba je, huu utoaji wa zaka na sadaka tena kwa mpango ni mpango wa Mungu au ni mpango wa wanadamu? Lakini katika siku ya leo tutakwenda kujibu maswali haya kwamba je, huu utoaji wa zaka na sadaka kwa mpango ni juu ya mwanadamu au ni maelekezo kutoka kwa Mungu? Na kwamba je, ni sisi ambao tunaambiwa tutoe zaka na sadaka au tangu zamani kusudi la Bwana lilikuwa ni kutoa kwa mpango? Tutajifunza leo kuhusiana na habari hizo. Somaji wangu nisomee tena katika kitabu kile cha Malaki 3:8 hadi 10. Anasema hivi. Anasema, je, mwanadamu atamwibia Mungu? Je, mwanadamu atamwibia Mungu? Lakini ninyi mnaniibia mimi. Lakini ninyi mnaniibia mimi. Lakini ninyi mwasema tumekuibia kwa namna gani? Lakini sisi unauliza kwamba je, nimekuibia kwa namna gani? Unamuuliza Bwana kwamba Bwana, nimekuibia nini na kwa namna gani? Ndiyo, mmeniibia zaka na dhabihu. Bwana anasema mmeniibia zaka na dhabihu, ambapo katika siku ya jana tulijifunza kwamba zaka ni takatifu na ni wakfu kwa ajili ya Bwana, na kwa maana kwamba tunapotumia zaka, tunapotumia sadaka kwa matumizi yetu binafsi, tumemwibia Mungu. Ndiyo, endelea kusoma. Anasema ninyi mmeniibia, ninyi mmelaaniwa kwa laana. Ninyi mmelaaniwa kwa laana. Maana mnaniibia mimi. Maana mnaniibia mimi. Naam, taifa hili lote. Naam, taifa hili lote. Leteni zaka kamili ghalani.
anaelekeza tena, anatoa maelekezo kwamba leteni zaka kamili ghalani, ndiyo, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, ili kusudi kiwepo chakula katika nyumba ya Bwana. Mkanijaribu kwa njia hiyo. Bwana anasema mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi. Asema Bwana wa majeshi. Ndio kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni, ndio kama sitawafungulieni madirisha ya mbinguni na kuwamwagilieni baraka, na kuwamwagieni baraka, ili siwepo nafasi ya kutosha au la. Asema hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Na katika sura hii ya Malaki 3 ambayo tumejifunza tokea siku ile ya juzi, siku ya Jumatatu, bado Bwana anaagiza, Bwana anatuelekeza kwamba tumrudishie kilicho chake. Lakini ndugu wapendwa, utoaji wa mpango si wazo la mwanadamu, bali ni mpango wa Mungu unaofunuliwa hatua kwa hatua kwa watu wake. Kama vile ambavyo kusudi la Bwana ama mpango wa Bwana wa kuwatoa Israeli kutoka Misri kwenda Kanaani ulikuwa ni mchakato, haukuwa wa siku moja, ilikuwa hatua kwa hatua. Ndivyo ambavyo Bwana anatuelekeza hatua kwa hatua kutoa kwa uaminifu kwa ajili ya kazi yake. Lakini Mungu hutufundisha kwamba kadiri tunavyokuwa tayari kupokea ukweli, ndiyo msingi na ndicho chanzo, pia ndio mwanzo wa mabadiliko na ukuaji wa kiroho katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema wakati wote. Some tena katika kitabu cha Kutoka 23, 29 na 30. Tuendelee kuona kwamba huu mpango wa Mungu wa kutoa kwa mpango ulianzia wapi, na je, tunaendelea kujibu kwamba ni agizo la mwanadamu au agizo la Mungu? Kutoka 23, 39, 29 na 30. Anasema hivi. Anasema, sitawafukuza mbele yako katika mwaka mmoja. Sitawafukuza mbele yako katika mwaka mmoja. Nchi isiwe ukiwa. Nchi isiyo ukiwa. Na wanyama na wanyama wa baraka waongezeka kukusumbua. Asante. Neno la Bwana linasema katika kitabu hiki cha Kutoka 23, 29 na 30 kwamba je, sitawafukuza kwa siku moja? Sitawafukuza kwa siku moja? Na ndipo kama umeninukuu vizuri, tangu mwanzo nimekuwa nikisema kwamba utoaji wa mpango Bwana ameendelea kufunua kwetu hatua baada ya hatua, siku baada ya siku, mwezi baada ya mwezi. Masomo haya leo sio mwanzo kwamba tumeanza kuyasikia leo, bali ni mwendelezo wa pale ambapo Mungu anaendelea kujifunua na kuufunua utaratibu wake wa kumtolea kwa mpango kwa ajili yetu. Asante msomaji, tuendelee. Nasema nitawafukuza kidogo kidogo mbele yako. Nitawafukuza kidogo kidogo mbele yako. Hata utakapoongezeka wewe. Hata utakapoongezeka wewe. Na kuirithi nchi hiyo. Na kuirithi nchi hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nikana kwamba Bwana anatuambia kwamba nitakuwa nikiwakumbusha, nikiwafunulia
nikiwafundisha mara kwa mara kunirudishia kile kilicho changu, kurudisha zaka na sadaka ya Bwana, hata pale mtakapofunua mioyo yenu, mtakapofanya mioyo yenu kuwa na ukubali wa kumtolea Bwana kwa uaminifu. Lakini sio tu, pia tusome katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 7:22 tuone kama anasemaje. Kumbukumbu la Torati 7:22. Kumbukumbu la Torati 7:22. Ndiyo. Anasema hivi. Anasema, naye Bwana Mungu wako atatupilia mbali mataifa yale mbele yako kidogo kidogo. Atawatupilia mataifa yale yote mbele yako kidogo kidogo. Haikupasi kuangamiza kwa mara moja. Haikupasi kuangamiza kwa mara moja. Wasije wakaongezeka kwako wanyama wa mwitu. Wasije wakaongezeka kwako wanyama wa mwitu. Pia kifungu hiki kinaendelea kutufunulia ama kutufunua bongo zetu kwamba utaratibu wa Bwana ni wa kidogo kidogo, hatua kwa hatua, sio wa kukurupuka. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na mtakuwa mashahidi kwamba habari hizi za kumtolea Bwana kwa uaminifu hatukuzinena juzi peke yake, lakini pia kwa neema ya Bwana tuliendelea kuzikumbushia jana na leo pia, maana kwamba ni hatua kwa hatua kwa hatua. Kusudi ni kwamba wote tuelewe namna ya kumtolea Bwana kwa uaminifu. Haleluya. Amina. Lakini pia katika kitabu cha Yohana 16 Yohana 16 kuanzia 12 na 13, neno la Bwana linasema, Yohana 16:12. Yohana 16:12 na 13, ndiyo. Anasema, hata bado ninayo mengi ya kuambia. Hata bado ninayo mengi ya kuambia, lakini hamwezi kuyastahimili hivi sasa. Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Kwa maana hatanena kwa shauri lake mwenyewe. Ndiyo. Lakini yote anasema, lakini yote atakayoyasikia atayanena. Ndiyo. Na mambo yajayo atawapasha habari zake. Hoja ya kwanza ambayo nimetamani tujifunze katika siku ya leo ni kwamba Mungu hufunua ukweli wake hatua kwa hatua. Hakuwapa Israeli Kanaani yote kwa siku moja. Hakuwafundisha wanafunzi wake kweli yote kwa siku moja, bali ilichukua siku kadhaa, na kama sio siku ni miezi au miaka kadhaa kuwafundisha kweli yake. Hivyo Bwana hakulifundisha kanisa la Waadventista wa Sabato mfumo huu wa utoaji kwa mpango kwa siku moja. Tangu zamani kanisa hili la Bwana ambalo ni kanisa la masalia, Bwana ameendelea kulipatia mafunuo mbalimbali na kulikumbusha kuhusiana habari za kutoa kwa mpango. Lakini pia jambo lingine ambalo tunajifunza katika historia hii ya utoaji wa mpango kwa Waadventista wa Sabato ni kwamba Roho Mtakatifu ndiye kiongozi wa kanisa. Roho Mtakatifu ndiye kiongozi wa kanisa. Najifunza katika kitabu cha Matendo 13 fungu la 1 hadi la 4 kwamba
baada ya Yesu kupaa mbinguni, Roho Mtakatifu aliendelea kuliongoza kanisa. Bwana ni mwema wakati wote. Bwana ni mwema. Yesu alikuwa akiwafundisha wanafunzi, lakini pia akiwafundisha makutano kuhusiana na habari za utoaji. Na hivyo inakuja hatua nyingine kwamba Yesu anapaa, anaenda mbinguni, lakini pia Roho Mtakatifu anashushwa kama kiongozi kuendelea kuliongoza kanisa na kulifunulia zaidi na zaidi kuhusiana na habari za utoaji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Some katika kitabu cha Matendo 15:28. Matendo 15:28. 28. Ndiyo. Anasema hivi. Kwa maana ilimpendeza Roho Mtakatifu na sisi tusiwatwike mzigo ila hayo yaliyo ya lazima. Tusiwatwike mzigo ila hayo yaliyo ya lazima. Endelee. Asante. Hivyo tunapata fundisho kwamba kanisa halikuongozwa na siasa, bali kanisa liliongozwa na Roho wa Bwana tangu zamani. Lakini pia kanisa halikuongozwa na maoni ya watu, bali watu ama viongozi na makuhani waliongoza kupitia mafunuo ya Bwana ambao alikuwa akiwafunulia siku baada ya siku. Hivyo kanisa liliendeshwa na pia kanisa liliongozwa na kiongozi mkuu ambaye ndiye Roho Mtakatifu tuliyeachiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hata kanisa la leo ni Roho Mtakatifu analiongoza. Viongozi wa kanisa tunapaswa kuongoza kwa yale ambayo Bwana anatuelekeza. Haleluya. Amen. Kwa sababu kanisa hili si kanisa la mwanadamu, bali ni kanisa la Bwana. Na kwa sababu ni kanisa la Bwana, Roho Mtakatifu ndiye kiongozi ambaye anaongoza kanisa hili. Baba Ellen White anasema ukweli wa Mungu ni endelevu, siku zote unasonga mbele kutoka nuru kwenda nuru kubwa zaidi. Na hivyo ambavyo tumekuwa tukijifunza katika hoja ya kwanza kwamba Bwana huendelea kujifunua hatua kwa hatua, maana kwamba tulivyofunuliwa jana, leo tunafunuliwa zaidi na zaidi. Jana tulijifunza habari za Anania na Safira, tukajifunza habari za Nikodemu, lakini leo tunafunuliwa zaidi kupitia historia hii ya utoaji wa mpango wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Bwana asifiwe. Lakini pia ukisoma katika historia hii ya utoaji wa mpango wa kanisa, kuna changamoto mbalimbali ambazo walizipitia kama kanisa. Ukisoma katika kitabu cha Yohana 10:11, Yohana 10:11 na 12, anatoa habari za wachungaji wa mishahara. Ndio msomaji? Yohana 10:11 na 12. 11 anasema mimi ndimi mchungaji mwema. Mimi ndimi mchungaji mwema.
Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Mtu wa mshahara wala si mchungaji, ambaye kondoo si mali yake, humwona mbwa mwitu anakuja, akawaacha kondoo na kukimbia, na mbwa mwitu huwakamata na kuwatawanya. Katika sura hii ya Yohana 10 kianzia fungu la 11 na 12, Yesu anaeleza kwamba yeye ndiye mchungaji mwema, na anatoa mfano huu kwamba mchungaji mwema si wa mshahara, na kwa namna hiyo iliwawia vigumu watumishi wa Bwana kufanya kazi, kwa sababu kama tunavyofahamu kwamba ili Pastor Mchome aendelee na kazi lazima apate mahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na kutafsiri vibaya kwa kifungu hiki kiliwafanya baadhi ya viongozi waliokuwa wakiliongoza kanisa kushindwa kufanya kazi, kwa sababu walikuwa hawapokei mishahara. Lakini mfano mzuri ambao Yesu anatuonesha, anasema mchungaji mwema hutoa uhai wake. Na kwa sababu mchungaji mwema hutoa uhai wake, tunafahamu kwamba Yesu alijitoa yeye kama sadaka. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ni mfano mzuri na kielelezo kwamba mchungaji mwema lazima anajitoa, lakini pia kondoo wema lazima wanamsikiliza mchungaji wao. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Jana Pastor Temba alifundisha kwamba acha kupishana, acha kutoa kauli mbaya kwa viongozi ama kwa kiongozi aliyesimama kwa jina la Bwana. Ukisoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, tunajifunza kwamba baada ya wana wa Israeli kumkasirisha Musa aliwalaani, na jambo lile lilitokea. Kwa hiyo tutakapokuwa tukinena mabaya na kuwakasirisha viongozi wetu, wakitulaani tutalaaniwa. Kondoo wema humsikiliza mchungaji wao, na mchungaji wetu mkubwa ni Yesu Kristo. Kwa mfano anaoonyesha wa kujitoa kama sadaka, nasi tuzitoeni zaka zetu na sadaka zetu kwa ajili ya Bwana, ili kwamba kazi yake ipate kusonga mbele zaidi. Bwana Yesu asifiwe.